Mimi nimepewa kesi ya ugaidi. Ambayo tumeianza ya Chama cha Ukombozi cha Umma, tunajua ni safari ambayo ina milima na mabonde, lakini milima hiyo tumeamua kupambana nayo. Tulipambana tulipotoka, hatukurudi nyuma. Mimi Hendrick leo nilipewa kesi ya ugaidi, nilipaswa kurudi nyuma miaka mingi sana, sikurudi nyuma. Siwezi kuiogopa CCM kwenye uchaguzi eti kwa sababu hawabadilishi sheria. Iko hivi, ukimkimbia atabadilisha sheria? Hawezi kubadili sheria. Ngoma ni kumkabili adui jinsi alivyo. Mimi nimepewa kesi ya ugaidi, nimekaa zaidi ya siku 120 kule Ngome Kuu yu Tabora. Nilivyotoka moto ulikuwa ule ule, lakini sikuwahi kurudi nyuma. Nilipaswa kurudi nyuma kipindi kile, not now. Kwa sasa hivi tutapambana, tutahakikisha kwamba hawa watu ambao wanatishia watu, wanatishia kura za watu, tutahakikisha kwamba kwenye kila kituo cha kupigia kura, watu wakipiga kura hawarudi nyumbani. Hiyo sheria ambayo imewekwa ya kwamba watu wakipiga kura wakarudi nyumbani, sheria hiyo kwa sababu ni mbaya, tutaivunja ili kutafuta haki na usawa wa Watanzania. Hakuna kurudi nyumbani. Kila mtu atakaba kwenye kituo chake, ukipiga kura kalile kura yako. Kwa ndugu zangu, niwaombe kabisa muwe na amani na utulivu na Chauma, kwa sababu ni watu ambao tunaijua CCM, kwa sababu tumepambana nayo kwa miaka yote ya kwetu kwenye siasa. Mimi kwa majina naitwa Isa Abasi Huseni, makamu mwenyekiti wa Chama cha Ukombozi wa Umma Zanzibar. Nimetoka Zanzibar kuja leo hapa mjini Moshi kuonana na ndugu zetu wa Moshi ili kuwapa salamu zenu kutoka kwa ndugu zenu wa Zanzibar. Tunasema sisi Zanzibar tumeipokea Chauma, tumeiasisi pamoja na wengine ambao tunatoka Tanzania bara. Leo hii tuna furaha kubwa sana sisi waasisi, kwa sababu Chauma kimekuwa ni chama bora kwa hapa Tanzania, ambao ina katiba bora, ina kanuni bora, ina taratibu bora, kila kitu kiko bora. Na ndio wenzetu walipokosana na wenzao wakaamua katika vyama 17 vilivyobaki, tukitoa CCM na Chadema, wakaona chama bora ni Chauma. Kwa hiyo sisi tuna furaha kubwa sana wenzetu kuja wakajiunga na Chauma. Sasa hivi tunasema hakuna kurudi nyuma, ni kusonga mbele. Na hii unaweza kusema Chauma ni jamani, mbuyu ulikuwa kama nticha, lakini sasa ukiutizama mbuyu kama nticha, unafika wakati mbuyu haukamatiki. Hata watu 10 mfunge mikono hamwezi kukamata mbuyu mkauzunguka. Na sasa Chauma ilikuwa kama nticha, sasa Chauma imekuwa kama mbuyu. Tumeelewana jamani? Kwa hiyo tuunge mkono, tukubaliane mara hii tupate wadiwani, tupate wabunge, tupate rais wa Jamhuri wa Muungano, kwa sababu tutaweka mtu mzuri ambaye anauzika, ambaye ni mwema, anaweza kuleta mabadiliko katika nchi yetu hii ya Tanzania. Kwa hiyo tukifika wakati huo, kwanza tuwe makini katika usimamizi wetu, wapiga kura tuhakikishe tuwe kitu kimoja na Chauma, tusigeuke kwenda kwa chama chingine chochote, kwa sababu Chauma tuna nia ya kukamata dola. Sasa hivi ile kuwa kama mchicha imeondoka, sasa imekuwa kama mbuyu. Mbuyu na jina wale watu wale wanaotabiri waganga wanasema ule mbuyu, unajua jina lake nyinyi? Unaambiwa ule mbuyu kwa wale watibabu unaitwa mti gani? Mkuu hapingwa. Tumeelewana jamani? Kwa wale ambao watibabu nafikiri wanajua jina hilo, akwambia katafute mkuu hapingwa, kumbe ni ngozi ya mbuyu. Kwa hivyo huu mkuu hapingwa sasa hivi sio nchicha tena, sasa hivi umekuwa mbuyu. Kwa hivyo nakuombeni sana. Nina furaha leo, niko nyumbani na mimi natoka Moshi, ni mzaliwa wa Moshi. Lakini ndugu zangu niwaambie, niliweka kalamu chini ili nipambane kuwasaidia Watanzania. Nilisema habari ya kuandika shida kila siku haiwezekani. Niende kwenye vyombo vya maamuzi tukapambane na masisi. Niende nipambane na wapambanaji wengine, tuunganishe nguvu tuiondoe CCM.
nikagombea ubunge viti maalum 2015 2020 nilikuwa mbunge wa viti maalum kupitia chama nilichotoka kule Morogoro. Lakini baadaye nikawa mwenyekiti wa kanda nikiongoza mkoa wa Morogoro, Dodoma na Singida, nikiwa ni mwanamke pekee mjumbe wa kamati kuu kwenye kanda. Lakini nikiwa kule, ndugu zangu, nikasikia wale wenzetu wanasema no reform no election. Nikaambia waambieni wa Tanzania ukweli kwamba kama hakuna mabadiliko tukayaache CCM nchi nzima, madiwani CCM, wabunge CCM, rais CCM, nikasema haiwezekani. Niko tayari kwenda kwenye chama ambacho kiko tayari kuongeza mapambano. Ilipofika mwezi wa 4 mwaka huu, wakagoma kwenda kusaini kwamba watashiriki uchaguzi. Walipogoma na mimi nikagoma, nikapiga chini Chadema, nikaibukia Chauma. Chauma ni chama ambacho hakiko tayari kufunga ndoa ya mkeka na CCM. Chama ambacho chini ya jemadari wakili msomi wa mahakama kuu, mahakama ya rufaa, mzee Hashim Rungwe hayuko tayari. Yuko tayari kufa, amepiga magoti, lakini sio kuisujudu CCM. Nikasema niingie kwenye chombo hicho tupate jukwaa lingine la kuwapambania wa Tanzania, wakiwemo watu wa Moshi mjini. Ndugu zangu, twendeni tukashiriki uchaguzi. Matatizo tulionayo hayawezi kuondoka ndugu zangu. CCM hayako tayari kuleta hizo reform, kuleta hayo mabadiliko eti limuiondoe madarakani. Najua hawawezi. Tumewahi kushinda Moshi mjini hapa upinzani pamoja na reform hizo zikiwa hazijabadilishwa. Leo hii tunaogopa Moshi mjini. Tunaogopa. 2019 tulisusia uchaguzi. CCM, serikali za mtaa wakakomba vijiji na vitongoji na mitaa yote nchi nzima. Leo 2025 tususie Fisi, Bucha, wakombe makata yote, majimbo yote na uraisi. Haiwezekani. Niko tayari, tuko tayari, tulio tayari kupambana na CCM. Acha watu uwe, hata watuvunje, acha watuweke jela, hata kama tuko 10. Devota anasema tutaongoza mapambano haya. Acheni watu uwe wote upinzani, wabaki wenyewe na dunia ione. CCM wametutesa ndugu zangu. Jana mmefuatilia budget ya bunge ndugu zangu. CCM kwa kuwa yako yenyewe bungeni, leo hii ameweka kodi kwenye kiberiti, kodi kwenye chumvi, kodi kwenye mafuta ya kula, kodi kwenye mkaa ndugu zangu. Mmewahi kuona wapi? Mmewahi kuona wapi kupandisha kodi kwa chumvi, kiberiti? Nchi ambayo imejaa rasilimali mengi makubwa namna hii, wanaacha kuhangaika na makaa tunayochimba wanauza nje ya nchi, wanakwenda kunyonga kwenye kiberiti, wanakwenda kunyonga kwenye chumvi. Hiyo ndio CCM. Tupeni nafasi Chauma, twende bungeni, twende kwenye halmashauri, tukapambane na majitu haya. Maisha magumu ndugu zangu wa Moshi. Yani nikiwatizama na waona mnafanana na wale watu wangu wa Morogoro. Ukitizama hapa hakuna mtu mwenye furaha. Uongo kweli ndugu zangu? Watu wakilala wakiamka, huku wamama wanakimbilia kuemea kwenye vikoba. Uongo kweli? Kausha damu ndio usiseme. Kausha damu iko Moshi haipo? CCM wametuletea kausha damu. CCM wametuletea kausha damu. Tuiondoe CCM, tuingie Chauma. Kuna fedha kila halmashauri, 10% ya makusanyo zinarudi kwa ajili ya kutoa mikopo kwa wanawake, vijana na walemavu. Tupeni nafasi hiyo ndugu zangu. Twende tukapambane. Tupeni nafasi hiyo ndugu zangu. Twendeni tukaitoe CCM. Miaka 64 ndugu zangu. Chauma tunasema, na alikuwa awepo mwenyekiti wetu wakili msomi Hashim Rungwe. Mzee Hashim Rungwe amesema ni wasalimie. Tukijali watakuja. Tunaamini na mnamjua sio mzee Hashim Rungwe, mnamjua sio? Anaamini kwenye ubwabwa, si ndio? Ubwabwa kwa kila Mtanzania. Hapo vipi?
Ubwabwa maana yake ni chakula. Oneni wanaume wanavyoota vipara, wanahangaika kwenye bodaboda, kwenda kufanya nini, kwenye kila kitu. Si wanatafuta chakula cha watoto na familia, ndugu zangu? Hivi nchi hii iliyojaa ardhi yenye neema, yenye mbolea, yenye kila kitu, tulipaswa tuwe na chakula kwa kila Mtanzania. Chauma tukiingia madarakani tunasema hayo mashamba na mapori yasiyolimika tutayalima. Chakula kinakuwa kwa mkuu wa wilaya pale. Ukiamka asubuhi akieleweki, nenda kwa mkuu wa wilaya, chukua ubwabwa, leta nyumbani. Ukiamka asubuhi watoto wanapiga uji. Chauma tunasema watoto wakienda shule, wakifika saa 6 saa 7 wanapiga ubwabwa, wanarudi nyumbani. Wagonjwa wakienda hospitali, nyinyi ni mashahidi, watu wanaenda hospitali wanakutana na drip. Mara drip ya maji, mara drip ya glucose. Ile ni njaa, ndugu yangu. Ile ni njaa. Sisi Chauma tunasema tuingie madarakani, ukiwa mgonjwa umekwenda hospitali, unapiga ubwabwa, unashushia na dawa. Hapo vipi? Hapo vipi ndugu zangu? Hapo vipi Moshi? Makofi na vigelegele. Natamani sana tuongee. Nitakuja tena awamu nyingine tuzungumze.